Mmoja alisema wajisifia wakati umeshinda bao la mkono. Nilikuwa sijamuelewa, lakini siku ya pili nilipokutana naye akayarudia maneno yale yale. Sheikh, mbona unafurahi sana na kitambi unatoka? Umeshinda bao la mkono. Ikabidi niwe nimefikiria sana, baadaye nikamuelewa. Nikamwambia sawa, bao ni bao tu. Isitoshe bao lenyewe nililoshinda refa hajaona, kwa hiyo limeshaandikwa kama hili ni goli. Wanadamu wana shida sana katika kuishi nao. Inawezekana mtu ukawa unacheka naye, lakini ana jambo lake ambalo katika moyo wake linamtesa. Sasa hapa sisi tumefanya sunna, lakini bado mtu ile sunna inamuuma, sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vitu ambavyo alivifanya Mtume katika sunna ni kumuoa mwanamke ambaye age yake imekwenda. Na watu wa falsafa wanasema sasa, kwa kuangalia yale maisha ya Mtume, kwa kuwa ndoa ya kwanza alimuoa mwanamke ambaye umri umekwenda, basi na mtu akitaka afanye vizuri maisha apite mule alivyopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii itakuwa ni sunnatul kauni. Lakini ukirudi katika mafundisho, kuna kitu hapa 40. Yule alikuwa na miaka 40. Hii katika mafunzo inaleta kitu kikubwa sana, sababu miaka 40, hata Mtume mwenyewe alipofika miaka 40, ahabba al-ibtiada anin nas wal ibada, alipenda kujitenga na watu na kufanya ibada. Kwa hiyo alivyomuoa mwanamke ambaye amefika age ya miaka 40, na ile ilimfanya maisha yake yawe na sakina ambayo imezidia, kwa sababu yule mwanamke alikuwa na fikra, mambo yale yanania ujana na hivi na hivi, alikuwa tayari ana fikra sasa ya utu uzima, kwa sababu wa Sheikh man tajawaza 40 sana, mtu mzee yule ambaye amepindukia miaka 40. Kwa hiyo kama tutataka tufuate sunna, basi wa kwanza lazima awe na umri ambao umezidi. Lakini walimwengu katika hilo inawezekana wakawa ni watu ambao wanakucheka sana.